kukutana na wachezaji wengine wazuri zaidi yake au kama yeye, na ndio maana huo bora umekuwa ukishirikiana ndani ya uwanja na unatupa matokeo kama timu. Wakati uongozi ukimrejesha Chama ni kama kulikuwa na ukosoaji mkubwa sana kuhusiana na Chama. Upande wako ulikuwa upande gani na mpaka sasa unazungumzaje? Kwa kweli mimi mwenyewe wakati Chama anataka kurudi Simba sikuwa na imani naye kwa sababu ya historia aliyoondoka nayo. Lakini mpaka dakika hii nimeanza kumkubali na ni mmoja wa wachezaji ambao nakubali sana ndani ya kikosi cha Simba. Mchezo unaofuata tutafanya jitihada nyingi tufunge magoli ya nje ya boksi ili kuepuka hila za uamuzi. Kama atakataa goli na ufungwa katikati ya uwanja, basi dunia nzima itakuwa imeona huyu mwamuzi anapaswa kunyongwa hapo uwanjani, kwa sababu anatunyima haki kwa sababu ya vitu vinaonekana wazi. Sasa tutafunga magoli ya nje ya boksi ambayo itaondoa utata wa ni foul, ni offside, si offside, ili kukwepa hila za waamuzi kama hawa. Naam, niko live hapa na Mohamed Hamisi, mmoja kati ya mashabiki maarufu sana kunako klabu ya Simba, wekundu wa Msimbazi Simba, na naungana naye moja kwa moja kutokana na mchezo dhidi ya Fountain Gate FC. Simba wakiibuka na ushindi wa magoli 3-0 wakiwa katika mchezo wa ugenini. Moja kwa moja nipige naye story Dr. Mo. Dr. Mo, habari ya muda huu? Salama nabii. Safi, nakwaje? Salama, habari za hapo studio? Tunamshukuru Mungu na uko live kupitia Like Media, na nataka utuambie kuhusiana na mapokeo yako mara baada ya ushindi wa goli 3-0. Binafsi umepokeaje? Yanga amechukua ubingwa kwa tofauti alama moja, alama mbili na Simba. Yaani mchezo mwisho ndio uliamua nani awe bingwa. Lakini so far mpaka dakika hii tumetuzidi alama 5, maana yake tuna mchezo dhidi yao wao. Tarehe 3 mwezi wa 5 tuna mchezo dhidi ya Yanga dhidi ya Azam, mechi marudiano na mechi nyingine ngumu za nje ya Dar es Salaam. Kwa tunatumaini kwamba anaweza katoa toa mbili na akapoteza mchezo mmoja au miwili, na itoa nafasi kwetu sisi kuchukua ubingwa huu wa ligi kuu Tanzania bara ambao tumeukosa kwa misimu minne sasa. Kwa jinsi ambavyo mlikuwa na struggle kupata magoli mbele ya Fountain Gate FC, mnafikiri itaweza kawa rahisi kuwafunga Yanga? Kumbuka mchezo uliopita amkufungana, manake pia hata kuna ubutu mlikuwa mko nao wakati Yanga pia imedrop. Mnafikiri safari hii sasa mlivyoiona Simba uweze kaifunga Yanga na mkapata pointi? Haijawahi kuwa mchezo rahisi kumfunga Yanga Afrika, na hata kupata alama 3 sio jambo jepesi kwa Yanga, na kupata draw sio jambo jepesi kwa Yanga Afrika, isipokuwa kwa ubora wa timu ambayo tunayo, maandalizi ambayo tunaendelea kuyafanya ndio ambayo yanatupa imani kwamba tutamfunga Yanga msimu huu, mara baada ya kumkosa pale New Amaan Complex Zanzibar. New Amaan Complex Zanzibar, mara baada ya refari wa mchezo mwamuzi wa kulia kunyima bao halali ambao lilifungwa na Selemani Mwalimu Gomez, moja wa washambuliaji top kabisa, namba 1 Afrika kwa sasa. Bado mnalikumbuka hilo goli tu, hamjalisahau? Hatuwezi kulisahau kwa sababu ni goli ambalo limetunyima alama 3 kwa mtu ambaye tulikuwa tuna uwezo wa kuchukua alama 3 mbele yake. Yote katika yote, mnafikiri pengine katika mchezo unaofuata kama lile goli liliingia lakini alikuwa hapa alama 3, mnafikiri mchezo unaofuata pengine inaweza ikarudia yale yaliyotokea na mkapata magoli mbele ya wananchi Yanga? Mchezo unaofuata tutafanya jitihada nyingi tufunge magoli ya nje ya boksi ili kuepuka hila za uamuzi. Kama atakataa goli na ufungwa katikati ya uwanja, basi dunia nzima itakuwa imeona huyu mwamuzi anapaswa kunyongwa hapo uwanjani, kwa sababu anatunyima haki kwa sababu ya vitu vinaonekana wazi. Sasa tutafunga magoli ya nje ya boksi ambayo itaondoa utata wa ni foul, ni offside, si offside, ili kukwepa hila za waamuzi kama hawa. Ndio issue. Yote katika yote, Dr. Mo, ni sehemu gani ambapo pamekukosha sana? Angalia wachezaji ambao wamecheza dhidi ya Fountain Gate FC, watu wanaona kama timu ambayo Simba ilikuwa tayari imeshajishindia mapema kutokana na timu yenyewe iko mkiani, ni ya 3 mkiani. Sasa ni timu kama imeshajikatia tamaa. Unafikiri sehemu gani upande wa Simba ilikuwa ni bora sana mpaka matokeo kapatikana? Sehemu ilikuwa bora sana kwa Simba leo ni sehemu ya eneo la ushambuliaji, hasa kwenye winga kulia na kushoto,
alipokuwa akihudumu Libase Gue na Anicet Yaula, pamoja na eneo la idara ya kiungo cha ushambuliaji. Very fantastic. Ndio maeneo yamenikosha mimi. Timu angalia Libase, hata goli anaofunga ni goli lenye uwezo mkubwa ambao linahitaji washambuliaji hatari wenye uwezo mkubwa wa kumiliki mpira, wenye uwezo wa kupiga chenga, wenye uwezo wa kufanya maamuzi ya haraka wanapokuwa na mpira kwenye eneo la mwisho la uwanja na kufanya maamuzi ya haraka. Lakini eneo analohudumu Chama ni tunasema ni final decision maker. Ukiwa kiungo namba 10 lazima uwe ni final decision maker. Ukishakuwa final decision maker, maana yake wewe ndio uti wa mgongo wa klabu. Sasa anapohudumu Clatous Chama ndiko kuna eneo hilo ambalo linafanya awe final decision maker, kuamua nini timu ifanye kwenye eneo la mwisho la shambulizi. Ndicho ambacho Chama alikuwa deliver leo ndani ya uwanja. Nimependa sana, nimeenjoy siku yangu leo, imeisha vizuri sana. Chama amekuwa mtamu, lakini ni Chama ambaye pia kabla ya hajasajiliwa ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba alikosolewa kwamba sio mchezaji ambaye anaweza katosha ndani ya klabu ya Simba. Wewe kwa upande wako ulikuwa upande gani kipindi hicho na sasa hivi unasimamia upande gani? Chama ni the best, ni mchezaji bora, ni mzuri. Amekutana na Simba ambayo ni hatari. Simba Libase Gue, Anicet Yaula, Simba ya Kante, Simba ya Kagoma, Simba ya Nixon Kibabage inaocheza kwa inaocheza kitimu, na ndio kumemfanya aendelee kuwa bora zaidi. Chama uko nyuma, kuna uwezekano alikutana na Simba nzuri, lakini nyakati za mwisho kabla hajaondoka alikuwa ni mchezaji ambaye yeye ndio alikuwa tegemezi katika kikosi chote cha Simba. Lakini leo anaweza Chama asiwepo uwanjani na timu ikapata matokeo, kwa amekutana na wachezaji wengine wazuri zaidi yake au kama yeye, na ndio maana huo bora umekuwa ukishirikiana ndani ya uwanja na unatupa matokeo kama timu. Wakati uongozi ukimrejesha Chama ni kama kulikuwa na ukosoaji mkubwa sana kuhusiana na Chama. Upande wako wewe ulikuwa upande gani na mpaka sasa unazungumzaje? Kwa kweli mimi mwenyewe wakati Chama anataka kurudi Simba sikuwa na imani naye kwa sababu ya historia aliyoondoka nayo. Lakini mpaka dakika hii nimeanza kumkubali na ni mmoja wa wachezaji ambao nakubali sana ndani ya kikosi cha Simba. Bwana, mimi nikushukuru sana, lakini kwa ungwana ambao umeufanya kukubali kwamba ulikuwa umwamini, lakini sasa hivi amekukosha sana. Kabisa. Asante sana Dr. Mohamed. Kila la heri. Naam, nilikuwa napiga story na Dr. Mohamed hapa. Ni moja kati ya mashabiki na wanachama wenye umaarufu mkubwa ndani ya kikosi ndani ya klabu ya Simba, mwenye ushawishi mkubwa pia tunaweza kusema, na nilikuwa napiga na story kuhusiana na yale ambayo yanaendelea ndani ya Simba, ubora wa kikosi cha Simba kwa sasa, mtazamo kama shabiki, yeye binafsi anasemaje. Kazungumza mengi kuhusiana na namna ambavyo anamuona Chama anakubali kikosi na ndoto zao kama klabu kuelekea kwenye ubingwa ukoje. Tumezungumza mengi. Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana kwa kwamba umechagua Like Media. Endelea kusubscribe na kucomment ili uweze kufahamu taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa. Tutaenda kuzungumza kuhusiana na story kuhusiana na wananchi Yanga ambao pia wanaenda kutupa karata yao. Mengi tutaenda kuyajadili hapa. Paka wakati mwingine. Ciao.